Awali ya yote, kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza sana waheshimiwa madiwani na wajumbe wa baraza hili kwa umoja wenu. Hakika leo imekuwa ni moja ya siku ya msingi sana katika kutengeneza mustakabali wa halmashauri yetu ya jiji la Mwanza. Na katika mapitio yetu na upitishaji wa bajeti hii, mchakato tuliouanza toka asubuhi hatimaye sasa tumefikia mwishoni, lakini tukiwa na matumaini makubwa sana ya mambo ambayo tumeainisha yanaenda kupewa kipaumbele na yanaenda kufanyiwa kazi. Mkurugenzi, tuendelee kukushukuru sana wewe kwa maandalizi mazuri ya bajeti hii, lakini pia tukupongeze kwa ahadi kutimiza ahadi yako ya kuturahisishia kutupeleka katika ulimwengu wa kidigitali. Tupata vishikwambi, tumepata cover. Waheshimiwa madiwani, mimi nitatafutia line. Lakini yote, Mheshimiwa mbunge, nakupongeza sana, sababu moja ya jambo kubwa ambalo nimefurahi kuona kwako ni shauku kubwa ambayo sisi tunawajibika nayo ya kuhakikisha kwamba tunawatumikia wananchi na kuwa sehemu ya kuwasemea wananchi. Naposema wananchi simaanishi Yanga, namaanisha wananchi ambao wametutuma kuja kutekeleza jukumu hili. Mheshimiwa mbunge, nikupongeze sana. Najua mbali ya majukumu ambayo umekuwa nayo bungeni, mbali ya vikao ambavyo umeendelea kushiriki, lakini umeona ni vema ukawe moja ya sehemu ya bajeti hii ya muhimu ambayo tumeifanya leo. Upitishaji wa bajeti hii ni mwanzo wa utekelezaji wa majukumu mapya ya baraza hili ambalo punde mwaka jana mwishoni liliweza kuapishwa. Niwaahidi waheshimiwa madiwani, mimi nitakuwa mmoja ya mtu ambao mtaendelea kunituma kwa kuhakikisha kwamba yote ambayo tumeyapanga katika bajeti hii yanaendelea kutekelezwa katika maeneo yetu. Lakini jambo la mwisho na si kwa muhimu, mkurugenzi, toka asubuhi hadi sasa tunapoongea, barabara imekuwa moja ya jambo ambalo limekuwa linatugusa sana. Nikuombe sana, haya ambayo tumekuwa tukiainisha, nenda ukasimamie barabara, tuletee fedha za barabara, tutengenezee miundombinu ambayo inaweza kutusaidia kurekebisha barabara, na hatimaye kila diwani walau wakashushe pumzi, sababu tumemaliza kipindi cha mvua na barabara zetu zina hali mbaya sana. Mheshimiwa mkurugenzi, iwapo haya mambo utayatekeleza ndani ya muda, kwetu sisi pia unatupunguzia mzigo kwa wananchi ambao tumeahidi tutarekebisha barabara hizi. Kipekee sana nipongeze mkurugenzi na timu yake kwa maana ya management ya halmashauri ya jiji la Mwanza, namna ambavyo wameiandaa hii budget ambayo kiuhalisia kama ikitekelezwa kama ambavyo imepangwa, basi na aksi ni kwa namna gani jiji letu la Mwanza linakwenda kupata huduma za kimaendeleo kwa wananchi kama ambavyo siku zote yamekuwa matarajio. Lakini kipekee sana niwashukuru waheshimiwa madiwani. Ni kikao chetu cha kwanza cha baraza la bajeti. Michango ya waheshimiwa madiwani ni mizuri sana. Na mheshimiwa mwenyekiti, kwa namna ninavyoona baraza hili ni la kitofauti kwa sababu 100% madiwani wote wana uwezo mkubwa sana. Mheshimiwa madiwani, hongereni sana. Lakini sambamba na hilo, mheshimiwa mwenyekiti, kupanga ni jambo moja, lakini utekelezaji pia ni jambo jingine. Katibu tawala amesema hapa, ili tuweze kufanya utekelezaji wa haya ambayo tumeyapitisha hapa tunahitaji fedha. Kwa ni muombe tu mkurugenzi na timu yake, na pale ambapo atahitaji ushiriki wetu kwa maana ya kuwapa nguvu, basi tukafanye pia kazi ya ukusanyaji wa mapato kwa kiwango kikubwa. Bajeti hii itafanikiwa utekelezaji wake kama tutakuwa na makusanyo ya kutosha. Yote haya tuliyokuwa tunavutana yanahitaji fedha. Mkurugenzi amesema kama fedha ipo, maana yake pengine hata kikao kingelikuwa ni kifupi sana. Kwa hiyo mimi nikuombe mkurugenzi na timu yako mkaelekeze nguvu kubwa kwenye ukusanyaji wa mapato, lakini zaidi ya yote endeleeni kuja na ubunifu wa vyanzo vipya vya mapato ambavyo si tu kwamba vitachagiza maendeleo, lakini pia vitaonesha ufanisi mkubwa katika kazi ambazo kwa mwaka wa fedha 2026/27 tunaweza kwenda kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda tuko kwa ufupi tuwe umbile la bajeti alafu tunaweza kuendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 26/27 halmashauri ya jiji la Mwanza inatarajia kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 143,843,524
kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali ikiwemo miradi ya maendeleo. Mchanganuo wa fedha zote zinazokadiriwa kupokelewa na kutumika ni kama inavyoonekana hapa chini.